Onyo kwa mataifa ya Waarabu na wasio Waarabu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sauti ya Al-Bushra Al-Islamia inawaletea kwenu bayana al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, anawasomea kwenu moja katika maansar wake kwa Allah. Bayana kwa tarehe 23 Shawwal 1444 Hijria, sawasawa na tarehe 13 mwezi wa 5 2023, wakati saa 4 na dakika 42 asubuhi kulingana na takwimu rasmi ya Ummul Qura. Bayana kwa inwani tahdhir li shu'ub al-Arab wal-Ajam, onyo kwa mataifa ya Waarabu na wasio Waarabu. Bismillah, la quwwata illa billah al-azim. Mlipiza kisasi dhidi ya kila dhalimu miongoni mwa wafanya maamuzi miongoni mwa Waarabu na wasio Waarabu, na viongozi wao katika serikali zao na wanajeshi wao, wahalifu miongoni mwao. Na Mwenyezi Mungu anajua zaidi yaliyomo katika nafsi zenu. Hakika yeye kwa wale wanaorudi kwake ni mwenye kusamehe. Na mimi nakuoneni mmejiamini na hila na ya Mwenyezi Mungu, mmoja mweza wa kila kitu, anayedhibiti ufalme wa mbingu na ardhi. Basi nikakuhadharisheni kuhusu hila ya Mwenyezi Mungu, na haikuwazidisha ila chuki, kiburi, hada na udanganyifu na kujighuri na vitimbi. Wa makru ulaika huwa yabur, na vitimbi vya hao vitaondoka patupu. Na ninakuoneni mmejiamini kabisa na mbinu na hila ya Mwenyezi Mungu, pamoja ya kuwa mnalaza kauli asiloridhika nalo. Na ninakuoneni mnaazimia kuitisha mikutano ya Arabu na wageni. Laiti mikutano ya kilele ya Arabu ingekuwa na nia ya dini au hata utaifa wa Arabu, au kama mnavodai usawa katika pawa. Na nasema sio kwangu mimi, mwadanganye wengine. Na maajabu enye viongozi wa Kiarabu, basi kwa nini mstizo mkubwa wa kumrejesha rais wa zamani mnyama wa kutisha Donald Trump kwenye kiti cha ufalme wa Marekani, ili kukamilisha harakati zao za kizayuni zenye itikadi kali duniani katika vita dhidi ya Mwenyezi Mungu na dini yake Uislamu, ilhali mnajua kuwa yeye ni adui wa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa ulimwengu wote, na adui wa dini ya Mwenyezi Mungu Uislamu, na anataka kuifanya Al-Quds kuwa mji mkuu wa madhalimu. Na mnajua kuwa msikiti wa Al-Aqsa ni miongoni mwa matakatifu ya Mwenyezi Mungu mikuu. Je, mnatafuta utukufu kwake? Hapana, mtajua. Na kisha hapana, mtajua kwamba utukufu ni wa Mwenyezi Mungu, mmoja mweza wa yote, Mola mlezi wa mbingu na ardhi, ambaye mumemchukua enye umma wa viongozi wa Kiarabu nyuma ya migongo yenu. Mmejiamini kutokana na hila ya Mwenyezi Mungu, na mnajua kwa yaliyomo ndani ya nafsi zenu kwamba vikao vyenu si kwa ajili ya kuwatetea watu wenu na dini yenu na utakatifu wenu, bali kwa hakika mnatekeleza amri za raisi wa mashetani wa kibinadamu Donald Trump. Na ninajua kwa yakini kwamba nyinyi ni wa chama cha Republican cha Marekani, au kwa maana iliyo sahihi kabisa, wana wa Trump, isipokuwa wale ambao Mola wangu mlezi amewarehemu. Kila mmoja wenu ajua kwa kile kilicho ndani yake, kwa kuwa watu wa mataifa yenu wajinga wanafikiria kwamba mnataka kujikomboa kutoka kwa udhalimu wa Kiamerika wa kishetani, na wanadhani kuwa mnataka kuegemea dubu wa Kirusi. Lakini mimi ni khalifa wa Mwenyezi Mungu, Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, natoa fatwa kwa haki, ukweli kwamba
viongozi wa Kiarabu na dubu wa Kirusi wote ni washirika wa Trump. Na nyinyi na rais wa Urusi mumejifunga kwa kutekeleza yale ambao rais wa mashetani wa kibinadamu Donald Trump na watu wa kundi lake atakayekuwa kama yeye miongoni mwao, basi mnatekeleza mnayoamrishwa, isipokuwa wale ambao Mola wangu mlezi amewarehemu miongoni mwenu. Na Mwenyezi Mungu anajua yaliyomo nafsini mwenu. Je, mnajionaje salama kutokana na hila na mbinu ya Mungu? Na wajinga wanadhani Saudi Arabia ni waasi dhidi ya Marekani. Laiti wangekuwa kweli hivyo, bali wanaasi dhidi ya mmiliki wa binadamu ambaye yuko karibu sana na Waislamu, ambaye ni Mkristo Joseph Biden. Na lao kuwa hayo yametoka kwenu kwa ujinga kutojua, tusingeli kulaumuni. Kwa hakika mnajua kwamba rais wa zamani wa Marekani anataka kufanikisha harakati za taifa kubwa la Kizayuni, na mnataka kuwafanya Wazayuni watu wa Kiislamu na kubadilisha dini yao kwa dini ya kitaghut, isipokuwa wale wanaorehemewa na Mola wangu mlezi miongoni mwenu. Na mnataka kuzima nuru ya Mwenyezi Mungu. Heihat, heihat, mbali na mbali sana. Tutaangalia na kuona ni nani anayekufa kwa ghadhabu yake, enyi wamiliki wa msururu wa vipindi vya kufuatana katika mikutano ya kilele vilivyokufa vya uongo. Mungu akuvunjeni migongo yenu kama alivyovunja mgongo wa mwanamfalme muovu Muhammad bin Salman kwa COVID ya kifo. Hivyo bila kuepuka kabla ya safari yake ya kwenda Beijing, na njama thabiti kutoka kwa Mungu. Na Mwenyezi Mungu avunje migongo ya marafiki zake wote katika walimwengu, Waarabu na wasiokuwa Waarabu. Anajua yaliyomo vifuani mwa walimwengu. Enye mlijuamini na hila ya Mwenyezi Mungu, mtajua kwamba Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kupanga njama, na yeye ndiye mwepesi wa kuhesabu. Na maajabu kwa mshangao wangu kwa watu wa mataifa wanaomwamini daktari ambaye anaamrishwa Tedros Adhanom katika tangazo lake la mwisho wa COVID-19 kama janga. Kwa hakika hiyo ni kwa amri ya viongozi wengi wa mataifa ya kibinadamu ya kuwaondolea majukumu yao dhidi ya magonjwa ya janga la Omicron duniani, ili hospitali zisiwapokee kwa gharama ya nchi zao, badala yake kwa gharama ya wao wenyewe, kama fidia kwa kile kilichopotea kutoka kwa uchumi wao katika vita vya korona. Isipokuwa kwamba viongozi wa serikali hawawezi kukwepa majukumu yao kwa kile watu wao wanahitaji huduma ya afya, ikiwa shirika la afya ulimwenguni halitotangaza mwisho ya dharura ya kimataifa, ilhali wanajua kwamba haijaisha. Kwa kweli shirika la afya ulimwenguni, kwa hivyo wanajua kuwa vita vya COVID bado havijaisha, na wanajua kuwa wao ni waongo. Kwa kweli tunatangaza kwa idhini ya Mwenyezi Mungu kuanza kwa uvamizi wa kutofautiana, uingiliaji wa haraka kwa amri kutoka kwa Mungu, njama imara kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo hamna uwezo na vita vya Mungu mmoja mwenye nguvu. Na sikuwapinga walimwengu na mbu wa kivirusi hatari kutoka kwangu. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ambaye alikuahidini kuonyesha mfano wa uwezo wake wa kumdhihirisha khalifa wake juu ya ufalme wa ulimwengu kwa viumbe vake vidogo katika kitabu kabisa, mbu wa kivirusi, na wala si mbu wadudu wa kimbu, ni ndogo sana kuliko hayo.
Kwa hakika kiumbe ndogo kabisa katika kitabu, na sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote. Kwani khalifa wa Mwenyezi Mungu Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani hana mgongano, na wala sikufanya unyele mstari ya kurudi kwangu kama mnavyofanya na kupingana mara elfu kila wakati kutoka kwa vikundi vya mawimbi ya COVID. Kwa hivyo mimi si kama nyinyi. Kwa hakika kauli ya mwisho na si mzaha. Na tumekufundisheni kwamba COVID ni mwerevu zaidi kuliko nyinyi kwa yale aliyofundishwa na Mwenyezi Mungu, na kwamba ataifanya elimu yenu kuwa sifuri upande wa kushoto, basi hamtaweza kujua asili yake, kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. سورة القلم. Na kadhalika nyinyi hamzingatii njia za maambukizi yake wala njama zake katika miili yenu, na tulikufundisheni kwamba askari wa Mwenyezi Mungu ndiyo washindi kwa amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na tulikufundisheni kwamba Omicron Rijs ni virus na washirika Varial Alliance, na ndiyo wanaita baada ya ujio wa hatima yake na recombinant, kama tulivyowafundisha maelezo yake kabla haijawajieni. Hiyo ndiyo mnaoita Omicron, na tulitangaza Omicron kuwa janga la kimataifa. Hatima ya vikosi vya kuingilia haraka ilikuja tangu kutangaza utayari wao mnamo April 29, 2023, na hatima ya vikosi ya vita ya kifo ilikuja, kwa hivyo haviepukiki. Njama thabiti kutoka kwa Mungu imehifadhiwa kwa wahalifu, kwa hivyo mtatoroka wapi? Je, kwenye nyambizi chini ya bahari, au juu ya mgongo wa mwezi, au kwa minara yaliyoinuka? Hayhat, hayhat, mbali mbali. Lakini wanaungwa mkono na amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wanafanya yale wanaoamrishwa na maneno ya Mwenyezi Mungu juu ya mawazo yenu ya kisayansi. Na tulikuonyeni hapo awali kwamba tulioandika kwenye sanduku la rangi nyekundu juu ya interface ya tovuti ya Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani ni kama ifuatavyo: mfululizo wa virusi vya korona na siri zake zilizofichika. Sio safu ya filamu za kivita za Hollywood zinayoyeyuka. Kwa kweli, vita halisi unapata ukweli wake dhidi ya ukweli halisi na ujanja unaoshangaza macho. Vovote iwavyo haitadhihirika ila kwa wale wenye akili ambao wameacha kiburi na upotofu wao, basi wataangalia sehemu ya mfululizo wa virusi vya korona na siri zake zilizofichwa. Na lengo la shirika la afya duniani limedhihirika kwenu kutokana na hikma ya kulazimishwa na watoa maamuzi na tishio kutoka kwa mashetani wa kibinadamu kwa Tedros kutangaza kumaliza kwa dharura ya kiafya inayohusiana na korona, huku wakijua kuwa wao ni waongo na wanajua kuwa imekuwa kali zaidi kuliko hapo awali, na wala haijapungua wala haijadhoofika.
Kwa hakika Mwenyezi Mungu alizidisha nguvu juu ya nguvu zake kwa askari baada ya askari, ni mpya na kali na haizuiliki kwa viongozi wa mataifa ya wanadamu, hata wawe wakaidi kiasi gani. Itawafedhehe kiburi chao na kuondoa kujighuri kwao. Na enyi jumuiya ya Waislamu, hamkuzingatia yale ambao askari wa COVID walifanya kwa wakanushaji wa Al-Qur'an al-Azim katika nchi kubwa, na mapambano dhidi ya COVID yanaendelea kuwa wakali zaidi na ya kudumu. Kwa hivyo hamtaki kuamini mpaka muonje ubaya wake katika ukatili na uadui. Kwa hivyo subirini vita vyake vya mwisho katika msimu wenu wa kiangaza wa joto 2023, kwa amri ya Mungu, kiongozi wake, mwalimu wake na mwongozo wake, jinsi ya kukabiliana na sayari kubwa ya mwanadamu kuhusiana na saizi ya COVID. Na utajua ukweli kama changamoto katika Al-Qur'an al-Azim kwamba Mwenyezi Mungu atamdhirisha khalifa wake Imam Mahdi Nasr Muhammad Yamani juu ya ufalme wa walimwengu pamoja na viumbe wake wadogo zaidi katika kitabu, kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala: Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. سورة البقرة. Kwa hivyo bishara yenu kwa janga la COVID, enye manyota zinaometameta katika nyota za mataghuti za mashetani katika ulimwengu, kwa sababu ya kiburi chenu na kujighuri kwenu na kejele yenu kwa khalifa wa Mungu kwa ufalme wa walimwengu. Na tutaweka swala la mahisabu, moja ukiongeza moja itakuwa 2. Mwenyezi Mungu, nashuhudia kwamba umenichagua mimi kuwa khalifa wa Mwenyezi Mungu juu ya ufalme wa ulimwengu. Allahumma, ikiwa mimi ni mkweli, basi nidhihirishe kwa uwezo wako na nguvu yako kwa majanga ya kikorona na za hali ya hewa kama tulivyoahidi kwa haki kutoka kwako. Ewe Mola wangu, wafanyie haraka kuwaua na kuvunja mgongo wa kila dhalimu mwenye kiburi, na wapige kwa vidole vyao na kukata vifungo na mitini wa kila jeuri mwenye inda mwenye kiburi, hali wao ni wadogo mbele ya Mwenyezi Mungu. Hao ni walinzi wa dhalimu Donald Trump, ambaye ni mnyama mbaya zaidi. Na watajua kwamba wao hawana uzani, na watajua kwamba nguvu zote ni za Mwenyezi Mungu kutoka kwa mbu na yaliyo juu yake, na watajua ni nani msaidizi dhaifu na kidogo kwa idadi. Na ninamshuhudisha Mwenyezi Mungu ushuhuda ambao itaandikwa juu yangu mimi kwa Mola wangu mlezi, kwamba vile atakavyo kumpa mkono kumsaidia khalifa wake kwa askari wake, ushindi unatoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, mwenye hikma. Hivyo niliwanasihi kumshukuru Mungu ili akuzidisheni nguvu kwenye nguvu zenu na utukufu juu ya utukufu wenu, lakini hamupendi wanaotoa nasaha. Na vipi nitahuzunika juu ya wajuaji waliokubali kuizima nuru ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anakataa ila kukamilisha nuru yake licha ya pua za maadui zake popote walipo ulimwenguni. Hayo ni kwa sababu mimi ni mlinganiaji wa Mwenyezi Mungu kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, hana mshirika katika kumwomba. Basi mkakufuru na mkishirikishwa naye mnaamini,
basi hukumu ni ya Mwenyezi Mungu aliyetukuka mkuu, na mambo yatarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Na wale madhaifu tu wa imani na yakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mmoja mweza wa yote, ndio hao madhaifu kudhoofika. Kwa hivyo msiwe wanyonge, enyi maashara ya maansari wangu, hata waseme uongo kiasi gani na wakakubali kuificha ili kuzima nuru ya Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu atawafedhehesha maadui zake, atawafedhehesha kiburi chao na kuondolea jeuri yao, wafe kwa ghadhabu zao wao, na awatukuze walinzi wake na uwatimizie nuru yao, kwa sababu walijua kuwa Nasr Muhammad al-Yamani ni ahadi ya Mwenyezi Mungu, ni haki itokayo kwa Mola wao mlezi. Al-insan, mtu ambaye Mungu alimfundisha al-bayan, maelezo ya kweli ya Al-Qur'an. Enyi jumuiya ya watu wa nchi za mataifa ya wanadamu, simba wa virusi tuliwaonya kuwahusu zaidi ya miaka 3 iliyopita wanakaribia. Itawafikia maadui wa Mwenyezi Mungu miongoni mwenu, na watawaua wakiwa wamesimama, wamekaa na ubavuni mwao, na watapotea kwenye maskrin za runinga waheshimiwa wengi. Na tunawatahadharisha mataifa ya watu wanapojikuta hawana serikali dhidi ya mchafuko na mali ya kila mmoja wao, na tunatangaza uchokozi wa kibinadamu dhidi ya binadamu wenzake. Wallahi na tallahi na billahi, hakuna tofauti kwangu kati ya Myemeni na Mchina, na haikuwa haki kufuata matamanio yenu, basi mbingu zingeharibika kama ardhi ilivyoharibika kwa udhalimu na uadui. Na mwisho wa bayana yangu hii nasema, amesema Allah Ta'ala: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. سورة إبراهيم. Na kwa hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu imekuja katika kitabu chake chenye maamuzi ambacho ni muhakkam, kilio wazi maana yake, kikieleza kauli ya Allah Ta'ala: alladhina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husna ma'ab kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alayhim alladhi awhayna ilayk wa hum yakfuruna birrahman قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. سورة الرعد. Hiyo ni ahadi ya Mwenyezi Mungu kwa mitume wake kwa haki, ili atimize kwa khalifa wake Al-Mahdi Nasr Muhammad nuru ya Mwenyezi Mungu kwa walimwengu katika ukhilafa wote wa ufalme wa walimwengu. Kusadikisha kauli Allah Ta'ala: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. سورة النور.
na isipokuwa Mwenyezi Mungu alimtumiliza Mahdi Nasr Muhammad tu ili iwe rahisi kwenu kuelewa hii Al-Quran Al-Azim, kusadikisha kauli Allah Ta'ala, فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العظيم. سورة الدخان. Mungu atawaadhibu na mimi niko kwenu, kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala, ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله العظيم. سورة يونس. na salam juu ya mitume na alhamdulillah rabbil alamin. Khalifa wa Allah juu ya ufalme wa ulimwengu, Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani.